Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu sababu ya hiyo awamu ambayo imepita. Na sasa tutaingia katika awamu ya pili, ambapo tutaendelea kutoka mahali tulifikisha siku ya Jumapili. Nataka pia nichukue nafasi niweze kukaribisha kila mmoja wetu, wale ambao tuko pamoja katika jengo, wale ambao tuko nao moja kwa moja katika mtandao wa Facebook, na wale ambao watatutazama baadaye katika mtandao wa YouTube. Tunawapenda katika Kristo na tunawaomba ya kwamba muendelee kuandamana pamoja nasi tunapoendelea kujifunza neno lake Mungu. Jumapili tuliona tunaendelea katika kitabu cha Matendo ya Mitume, na tuko katika sura ya 23. Tulifikisha mstari wa 21 na sasa tutaanzia mstari wa 22, ambapo tuliona njama ambaye Wayahudi walikuwa wamepanga dhidi ya Paulo, ya kwamba waende kwa jemedari wadanganyane ya kwamba wanataka aletwe kwenye kikao cha baraza waweze kumhoji ili wafahamu mambo kikamilifu kutoka kwake. Lakini kusudi lao lilikuwa wamkamate na waweze kumwangamiza. Tukaona ya kwamba mjomba wake Paulo, ama mtoto wa dada yake, akapata hiyo habari, akaenda akaelezea Paulo, na Paulo naye akatumana kwa jemedari, na hiyo habari ikafikia jemedari. Sasa tutasoma tuone Paulo akihamishwa kutoka maeneo ya Yerusalemu hadi maeneo ya Kaisaria kwa sababu ya usalama wake. Na nakumbuka nilisema ya kwamba tukumbuke sana mstari wa 11 ambao utakuwa nguzo mzuri ya mambo ambayo yataendelea kuhusiana na maisha ya Paulo. Na ningetaka tusome Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa 11. Biblia inasema, usiku ule Bwana akasimama karibu naye akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Yaani Mungu alimtokea Paulo usiku, licha ya yale mambo ambayo alikuwa anapitia katika huduma, akamwambia asivunjike moyo, awe na moyo mkuu, achangamke, sababu ameshashuhudia Mungu katika maeneo ya Yerusalemu, na sasa ilimbidi, ama Mungu amepanga na amekusudia ya kwamba ataenda Roma pia kumshuhudia Mungu. Niseme ya kwamba huo mstari wetu wa 11 uwe mstari mkuu, sababu Mungu yeye mwenyewe amesema ya kwamba Paulo ataenda kumshuhudia Roma. Kwa hivyo, sababu makusudi na mipango ya Mungu lazima itimie. Hakuna njama, hakuna vikwazo
hakuna mipango yoyote ambayo itapangwa dhidi ya Paulo iweze kumzuia kufanya kazi ambaye Mungu amemuandaa kuifanya. Na hata sisi katika maisha yetu ya wokovu, katika huduma, yale makusudi ambaye Mungu ako nayo katika maisha yetu, hakuna kitu ambacho kitazuia yatimike. Changamoto ni mingi, upinzani ni mwingi, hatari ni nyingi, hali ni ngumu, mazingira ni magumu, lakini yale ambaye Mungu amepanga tuyatende, lazima tuyatende. Mradi tu tubaki katika njia zake Mungu na tuweze kujisalimisha kwa mwongozo wake. Wacha sasa tusome kuanzia mstari wa 22 hadi mstari wa 25. 24. Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa 22 hadi mstari wa 24. Biblia inasema hivi: basi yule jemedari akamwacha kijana aende zake, akimwagiza asimwambie mtu awaye yote ya kwamba amemwarifu haya. Akawaita akida wawili, akasema, wekeni tayari askari 200 kwenda Kaisaria, na askari wapanda farasi 70 na wenye mikuki 200 kwa saa 3 ya usiku. Akamwambia kuweka wanyama tayari wampandishe Paulo na kumchukua salama kwa Feliki liwali. Akaandika barua ya namna hii. Sasa tunaona baada ya jemedari kupata njama ambayo imepangwa dhidi ya Paulo, kwa usalama wake Paulo, jemedari akatumia mamlaka ambayo alikuwa nayo na akaita maakida wawili, yaani wakubwa ambao walikuwa wanasimamia kiasi fulani cha wanajeshi wa Roma. Na hii ni baada ya kuambia huyu kijana mjobake Paulo ya kwamba asiambie mtu yoyote ya kwamba ameambia jemedari kuhusu njama iliyopangwa dhidi ya Paulo. Kwa hivyo alikuwa nataka ahepeshe Paulo kutoka Yerusalemu mpaka Kaisaria bila hawa watu kujua, ambao walikuwa wanamtegea mahali popote waweze kumwangamiza. Na kuna jambo ambalo tunafaa tuone hapa. Huyu jemedari alikuwa anawakilisha serikali ya Roma. Na tunajua isipokuwa ni kufichwa inafichwa, serikali ya Roma ilifanya jitihada kubwa pia kuhakikisha ya kwamba Ukristo wa kweli hautaendelea. Sasa unaona, mmoja wa maafisa wa serikali wakati ule anatumia mamlaka yake kwa njia ambayo inaenda kinyume na matakwa ya serikali ambayo ilikuwa pale. Hivi tunaona ya kwamba Mungu anaweza tumia mamlaka yote kwa ajili ya watu wake. Tumeona hata katika historia ya Biblia Mungu akitumia
mfalme wa Babeli kutimiza makusudi yake ama kufanya kazi yake. Kwa hivyo Mungu anaweza tumia njia yoyote kwa sababu ya kusudi zake, kwa sababu ya watumishi wake waaminifu. Huyu ambaye alikuwa na mamlaka wakati huo akatumika na Mungu kutumia hayo mamlaka kuhakikisha kwamba mtumishi wake Mungu Paulo ako salama. Ni ukweli, tunaishi katika wakati ulio na hatari nyingi. Sana sana ukiamua kuishi ukiwa mwenye haki na mtakatifu machoni mwa Mungu. Lakini Mungu alivyomlinda na kumuhifadhi ndugu yetu Paulo, ataendelea kulinda na kuhifadhi waaminifu wake. Pia kuna jambo hapa naona. Ukirudi nyuma utaona ya kwamba wale watu ambao walikuwa wamechukua kiapo ya kwamba hawatakula wala kunywa wala kuonja chochote mpaka watakapomuua Paulo, walikuwa karibia watu 40. Lakini sasa hapa unaona huyu jemedari, kikosi ambacho wanatoa cha kulinda Paulo, kumusindikisha mpaka mahali pa salama. Nilikuwa nafanya hesabu naona, na nafikiri ni vizuri turudie mstari wa 23 tuone. Akawaita maakida 2 akasema, sasa anza kuhesabu, wekeni tayari askari 200 wa kwenda Kaisaria, wanajeshi 200 tayari. Walikuwa watoke muda wa saa 3 usiku. Akawaambia, sasa tuende katika mstari wa 24. Akawaambia kuweka wanyama tayari wapandishe Paulo na kumchukua salama kwa liwali. Akaandika barua. Kuna maaskari 200, askari wa kupanda farasi 70, na wenye mikuki 200. Umeona? Ukijumuisha kinakuwa ni kikosi cha wanajeshi 470 dhidi ya watu 40 na kitu. Nilipokuwa nikiangalia haya maandiko, unajua katika safari yetu ya wokovu, katika safari yetu ya imani, katika safari yetu ya huduma, kuna wakati unajipata mahali ukiangalia ugumu na changamoto ambazo zimekuzingira, ukiangalia vikwazo na changamoto ambazo zimekuzingira, unaona ni kama hautaweza, unaona ni kama utashindwa. Lakini hebu angalia hapa, watu 40 na kitu wamepanga dhidi ya mtumishi wa Mungu, lakini naye Mungu anatumia mamlaka yake juu aliye na mamlaka ya kiulimwengu. Anaandaa maaskari 470 dhidi ya watu 40. Na ukiangalia hata kama hawa watu hawa 40, kama hata wangepata habari ya kwamba imepangwa saa 3 usiku Paulo atasafirishwa kutoka Yerusalemu akipelekwa Kaisaria, hata wangeenda hawangeweza kumponyoa ama kumnyakua Paulo kutoka kwa hiki kikosi.
Nilipoangalia haya maandiko namna hii, nikashukuru Mungu, na pia nikakumbuka maandiko yaliyo katika Agano la Kale. Wakati mtumishi wa Mungu, sikumbuki kama ni Eliya ama ni Elija, lakini alikuwa nabii, mtumishi wake akakuja akamwamsha, akamwambia, bwana wangu, tumevamiwa. Naye huyu mtumishi wa Mungu akaambia mtumishi wake, heri Mungu angekufungua macho uone majeshi yaliyo upande wetu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, mara mingi tunaangalia mambo kulingana na hali ambazo zimetuzingira, kulingana na mambo ambayo tunaona. Tunakosa kuangalia mambo kwa mtazamo wa kiungu. Kama hapa, mtu kawaida anaangalia ni watu wangapi wamenipangia, ni watu wangapi wanapingana nami. Tunakosa kuangalia katika imani ya kwamba Mungu ameandaa zaidi, watu zaidi, hali ambaye itatufanya tuwe salama, ili tuweze kutimiza na kutekeleza wajibu ambaye Mungu ametutengea kwa sababu ya ufalme wake. Tujitie nguvu, ndugu na dada zangu katika Kristo, sababu walio upande wetu, wale ambao Mungu ameandaa kwa njia zake za kimaajabu kusimama nasi, kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inaendelea, ni wengi kuliko wale ambao wanapingana nasi. Wakati Yesu alienda kushikwa na wanajeshi wa serikali ya Roma, wakiongozwa na vikosi au wakiongozwa na viongozi wa kidini wakati ule, kuna mwanafunzi wa Yesu Kristo, Peter, alichukua upanga na akakata mmoja wa wale ambao walikuwa wanaenda kumshika Yesu. Yesu akaambia Petero, hapana, naweza ambia Mungu Baba aamurishe majeshi kutoka mbinguni na aje yasimame nasi. Hivyo ndivyo ilivyo. Huyo Yesu ambaye alisema hivyo ndiye tunayeongea kumhusu. Huyu Mungu ambaye amekuwa tangu mwanzo, na tumesoma na tukaona matendo ambayo alitenda kwa ajili ya watu wake, ndiye Mungu tunayeongea kuhusu wakati huu. Aliyotenda wakati ule, amekuwa akiyatenda, atayatenda hata wakati huu, na ataendelea kuyatenda. Kwa hivyo tujitie moyo, ndugu zangu na dada zangu katika Kristo, ya kwamba licha ya kuwa kuna mipango mingi ambaye imepangwa dhidi yetu, sababu ya kuwa watumishi waaminifu wake Kristo, kuna mengi makubwa zaidi ambaye Mungu amepanga kwa ajili yetu. Letu ni kusimama katika njia zake Mungu, ni kubaki ndani ya mipaka yake, na bila shaka tutashuhudia ushindi na uaminifu wake Mungu, sababu huyu Mungu ni mwaminifu. Huyu Mungu anatupenda, huyu Mungu anatujali, na mipango yake yote na kusudi zake zote kuhusiana na watumishi wake waaminifu, hakuna kitu kitazuia ziweze kutendeka. Nashukuru Mungu
sababu tutafikisha hapo. Tutaendelea kutoka Jumapili ijayo. Mungu atubariki na Mungu atutende mema mpaka wakati ujao. Amen.